Yes. Amjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati, tunawasalimia. Salamu zetu ziwafikie kabisa wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika. Na tunawatakia tena asubuhi njema ya leo lundi le 8 Desembre 2025. Na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za asubuhi ya leo. Tumewaletea habari mbichi kutoka kwenye uwanja wa vita. Mu province ya Sud Kivu, vikosi vya wazalendo na jeshi la Burundi pamoja na FARDC walifanikiwa kuwapiga waasi wa M23 na kuwanyang'anya maeneo mengi. Upande mwingine tutawapeleka ndani ya mji wa Sange ambapo kuliripotiwa mapigano makali kati ya wazalendo na FARDC. Ni mapigano ambayo yalisababisha vifo vya watu wengi, ni wazalendo, ni FARDC, ni population pale. Ni hatari kabisa, nadhani kwamba mavideo ziliwafikia kushene na kugrupe ya WhatsApp. Tutawaambia chanzo cha mapigano hayo. Na tumewaletea habari mbichi tena mingi. Kama kawaida unayoifuata ni Kwetu TV, channel inayokuletea taarifa za kweli tena zenye uhakika na za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawaomba kusubscribe, mujiabone ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kulike, muzisambaze habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee kujiunga na sheni yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa napata habari zetu kwa wakati. Mujiunge nasi kupitia linki ambayo iko hapo chini ya titre au mtuandikie kwenye namba hiyo. Bila shaka kabisa mtakuwa napata habari zetu zote kwa wakati, na kuomba kuwa nasi mwanzo hadi mwisho ili kufahamu kinachoendelea. Habari zetu za asubuhi ya leo tutawapeleka moja kwa moja ndani ya province ya Sud Kivu, mu territoire ya Shabunda, maeneo ya axe Shabunda Nzibira, ambapo vikosi vya jeshi la Kongo FARDC vikiungana na wanajeshi wa wazalendo pamoja na jeshi la Burundi waliwapiga waasi wa M23 na kuyarekipere maeneo tofauti. Waliyakamata maeneo hayo baada ya kuwapiga waasi wa M23 ambao walikuwa ndani ya maeneo hayo. Maeneo ambayo yalikuwa rekipere kuko eneo ya Lubimbe, lokalite ya Lubimbe, lokalite ya Kisadu pamoja na lokalite ya Chulwe. Operasyon hii ilifanyika siku ya jana. Jana ndipo vikosi vya jeshi la Burundi na FARDC na wazalendo waliwasha moto ndani ya ngome za waasi wa M23 kuanzia maeneo hayo ya Lubimbe. Muda mchache na wameatake Lubimbe, upande mwingine wakaatake Chishadu vile na Chulwe. Maeneo haya yote wakayatake kwa limoya. Waasi wa M23 wakababaika na kukosa kwenye ramforo zao zipite na zinaelekea maeneo hayo. Hivyo waasi wa M23 wakapigiwa pale. Video nitawapa ndani ya sheni yetu ya WhatsApp. Baada ya kukimbia mweneo ya Chishadu, waliacha vitu vyao, waliacha kabisa silaha zao pale, waliacha chakula yao pale mu defense zao pale Chishadu. Wazalendo walifika hapo wakakutana kabisa vyote walisha viacha ile kukimbia wakati walishambuliwa, hawakupata na wakati ya kubeba hata kitu kidogo. FARDC iliwashambulia sana na ikatangaza kwamba iliwapiga sana kabisa mu maeneo hayo. Yule porte-parole wa secteur opérationnel Sokola de Nord na Sud Kivu anaitwa Jeremy Jibe. Huyu ni Sulietena. Alisema ya kwamba malokalite hayo yalikuwa rekipere na FARDC baada ya kuwapiga kabisa na kusababisha perte kubwa kabisa miongoni mwa wanajeshi wa M23 ambao walikuwa hapo. Na vyanzo vyetu hapo vinatuambia ya kwamba wanajeshi wa M23 waliopigwa na kushindwa hapo walielekea Nzibira. Kule Nzibira njo kwenye walielekea baada ya kupigwa pale na kuzidi
kuzidiwa nguvu na vikosi vya jeshi la Kongo, wazalendo pamoja na jeshi la Burundi. Na yule sous-lieutenant Jeremy porte-parole wa operation Sokola du Nord na Sud alisema kwamba operation zinaendelea hawakusimama. Objectif ni kuendelea kuavance na kuyarekipere maeneo yanayokaliwa na wasi wa M23. Pale ni maeneo ambayo yako karibu na Nzibira, hivyo wakati operation zinaendelea ni kusonga mbele wakielekea Nzibira. Wakati operasyon zinaendelea, nasi tutaendelea kabisa kufuatilia kwa karibu habari kutoka hapo Kufro. Tutawaambia kila kitu kama jeshi la Kongo litaendelea kuprogrese. Tutaendelea kuwaambia kupitia hapa kabisa kwenye channel yetu. Wewe kumbuka kusubscribe tu, alafu utakuwa napata habari zote kabisa na utanishukuru kwa hayo. Habari zetu zinaendelea. Pale ni axe Shabunda Nzibira kwenye vikosi vya wazalendo na jeshi la Burundi na FARDC waliwapiga wasi wa M23 na kuyarekipere maeneo hayo. Siku ya jana saa za jioni kuanzia 16h de 15h vile 16h, hali haikukuwa nzuri mungini wa Sange siku ya jana. Sange ni mungine ambao unapatikana kwenye route nationale numero 5 inayoelekea Uvira, kwenye kulikuwa vikosi vya jeshi la Burundi, vikosi vya jeshi la Kongo na vikosi vya wazalendo ambao walikuwa na endelea kupigana na M23 ndani ya maeneo ya Katogota kule Kaziba. Nadhani kwamba mnakumbuka hali ya mapigano huko depuis jana jinsi ilikuwa. Hapo Sange kuliripotiwa mapigano makali kati ya vikosi vya jeshi la FARDC pamoja na wazalendo. Wakati wa kupigana pale walishambuliana hata kwa silaha nzito na nyepesi, ambapo wengi kati yao walipoteza maisha yao, pia na wakaaji nao pale walipoteza maisha yao wakati wa mapigano hayo. Walipigana kutokana na nini? Vyanzo vyetu pale vinatuambia ya kwamba wanajeshi hao wa FARDC na wazalendo ambao walipigania hapo Sange, ilikuwa kutoelewana kati yao kutokana na maamuzi ya pande moja ambayo wengine walikuwa wakikataa. Wakati walikuwa wakiendelea kukabiliana na wasi wa M23 ndani ya maeneo karibu na Luvunge, maeneo ya Kaziba kule, ni mapigano ambayo yalianza le premier pale na wako movita depuis Katogota, wakipigana kule Kamanyola na Kaziba. Nadhani ya kwamba mnakumbuka waasi wa M23 walikuwa wakiendelea kupigana na vikosi vya wazalendo na jeshi la Burundi na FARDC pale kwenye rute hiyo, wakitaka kuendelea kusonga mbele. Na pale Musange kwenye vikosi vya jeshi la FARDC vilikuwa vingi na wazalendo. Wanajeshi wamoja wa FARDC walianza kuondoka pale waelekee ndani ya mji wa Uvira, ile repli strategique yenye wanafanyaka kila wakati wazalendo waliona hayo hapo, wakasema hapana, haiwezekani kabisa, nyinyi wanajeshi wa FARDC mutabaki hapa, hakuna kwenye mutaenda. Wanajeshi wa FARDC wakasema hapana, wanarejea kabisa huko Uvira, ni repli strategique, hivyo mambo yatakwenda vizuri tena, watarejea kupigana kama kawaida. Wazalendo wakakatala kabisa, wakakatala kuelewana nao kwenye kujambo hilo. Wakasema no, mubakie hapa, na kama muko watu wa kwenda kabisa, mumeamua kurudia nyuma, muache silaha zote zenye muko nazo, komsa sie tupigane, tutakabiliana na adui, mutuachie tu silaha zote zenye zinahitajika hapa Kufro. Munaona M23 iko na utilize madrone na zingine silaha nzito, na sie tutahitaji silaha nzito, silaha kabisa ambazo zitaweza kukabiliana na za hao waasi wa M23. Pale FARDC nayo ikakatala kuacha zile silaha,
wakasema no, wanajireplie vers Uvira na wataenda na silaha zao, na ile sasa kutoelewana na kuendelea kubishana pale ikaacha tayari wanaanza kushambuliana wao kwa wao. Wakati wa kupigana sasa kati yao pale mwingine wa Sange, watu wengi walipoteza maisha yao. Video nadhani ya kwamba iliwafikia ni wakaaji, ni FARDC, ni wazalendo wote pale walipoteza maisha yao wakati wa kupigana pale kati yao, na wakaaji wapo Sange wanalaani vikali kabisa tukio kama hilo kati ya wanajeshi ambao wanaungana kufrom moja kwa ajili ya kupiganisha adui. Ila kuna kitu ambacho naweza nikasema kuhusu haya ndugu zangu, si kwa mara ya kwanza ambapo wazalendo wanapigana na FARDC. Hapana, wanapiganaka sana kutokana na kutoelewana kwa maswali tofauti. Na wakumbusha kitu, mkikumbuka wakati wa kuanguka kwa mji wa Bukavu, FARDC iliendeleaka kujireplie, wakaondoka kabisa maeneo yote wakielekea ndani ya mji wa Uvira, na kuko waliofika ndani ya mji wa Uvira wakaelekea Kalemi. Unakumbuka hayo? Vikosi vya wazalendo ndivyo ambavyo viliendeleaka kuresiste pale kufro Walungu, wakapigana Kamanyola, wakaendelea na wako nakipigana polepole mpaka pale ambapo walifanikiwaka kabisa kutia mire kwa M23 ikashindwa kuprogrese. Unakumbuka siku hizo walipiganaka. Kitu ambacho nataka ni waambie hapa, FARDC kila wakati wanasemaka ke waliondoka maeneo kutokana na jinsi population walikuwa na kufa. Wanasema kabisa wanaondoka maeneo paske M23 ilikuwa na bombarde mu population. Mbone kuna wakati wanatokaka mweneo wase ilikuwa vile wapange kuatake upya wa rekipere eneo. Kuna siku ambayo mulisikiaka hayo yanakuwa. Mbone M23 ikisha kamata ile eneo haitokake ndani paske balikuwa wanapigania ndani na kunani na kuwa population. Si banafikaka pale, banafanya mazishi ya population ile, banafanya kila kitu, banabakia na population pale bako na iambia ke ni FARDC yenye ilifanya, bana convaincre population vile. Kumbuke ndani ya mji wa Goma na kwengine population wenye walikufaka pale yote ilikujaka kuingia kutete ya nani ya FARDC kutokana na ile kuondoka pale, wanaacha eneo mumikono ya M23 na ikamata inafanya vyote kabisa, inabakia na iko na convaincre population ke bako na bakomboa nini na nini, na ile masakre ambayo ilifanyika hapo naenda kukichwa ya gouvernement paske wao njo wenyewe walishindwa na kuondoka pale. Makesi zote wanazitia kukichwa ya FARDC, na mbone sasa itaendelea kukua vile kila wakati watafikiaka wapi kama jeshi la Kongo linaendelea kufanya vile, watafikaka wapi? Mbone hakuna kwenye batapiganiaka na hakuta kufa wakaaji, ni mji wa Uvira ni kwengine ni namo mavilaje wakaaji wanakufaka tu, namo mavilaje wakaaji wanakufaka tu. Me ile njo matokeo ya vita. Kose wakakuwa nasema no bafike kunani mumilima, bapande mumilima njo kwenye wapiganie. Sasa mwenye ataweza mwingine aondoke na village au mvile yenye iko nayo. Ile bakaifanya naizi kuwa bieju population isikufe. Me matokeo ya vita ni vile monake na kwengine muzengine nchi kwenye vita iko population wanakufaka tu, me aba achake mungini ama vile. Mwana karisi iko na bombarde ma vile ya Ukraine sana maeneo tofauti. Mbona Ukraine haijasema sasa ilifanya repli strategique? Wakisha pigana pale wanashindwa, wanazidiwa nguvu, wanakimbiaka wakati wanazidiwa nguvu ndio. Me habatokake pale seju population na kufa, bana bombardake population, kesho banaizika, wanaendelea kudefendre maeneo yake. Hii ya marepli strategique inachaka vraiment armée ya Congo inashindwa sana.
na kwenye bana achaka tu kuparekipere nayo iko tena ingine kazi nguvu mefrere. Hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea asubuhi ya leo, na waomba kuendelea kusubscribe kama kawaida, kujiabone, kuendelea kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Merci beaucoup.